Leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeanza mafunzo yetu ya ndani kwa walimu wetu wa skuli ya Tumekuja. Lengo kabisa kuhakikisha skuli yetu walimu wetu wanafanya vizuri, na mimi naamini division 1 inatafutwa. Kwa hiyo katika kuhakikisha tunapata skuli yetu iliyokuwa bora, tunapata matokeo yaliyokuwa mazuri, uongozi wa skuli umeamua kutoa mafunzo ya siku 2 kwa walimu wetu wa skuli ya Tumekuja. Naamini mafunzo haya yatapomalizika, walimu wetu hawa watakuwa well competent na ataweza kuleta matokeo kwa mazuri. Lakini la pili, leo pia nimewakabidhi walimu wangu 6 laptop. Lengo la skuli kuhakikisha kila mwalimu wa skuli hii basi anaweza kupata laptop. Na laptop hizi sasa ni waombe walimu waweze kuzitumia kwa ajili ya kufundishia. Lengo langu kama skuli kuachana na matumizi ya chaki katika skuli yetu. Ina maana kwamba tutumie teknolojia kwenye kufundishia. Kwa hiyo niwaombe sana walimu, lazima tuwe pamoja, tushirikiane. Na sisi skuli ya Tumekuja, sisi uongozi tupo tayari katika kuhakikisha yale mahitaji yote ambayo mwalimu anahitaji kupewa, basi uongozi uko tayari kuwapa. Tatu kabisa, skuli yetu mwaka huu inshallah tutaendelea, tutakuwa tuna ubunifu zaidi na zaidi. Kwanza, wanafunzi wetu tutawasomesha lugha za kigeni 2. Kwa hiyo mwanafunzi atakuwa na uhuru kuchagua lugha moja, aidha Kichina au Kifaransa. Lengo la kufanya hivi ni skuli yetu ya Tumekuja isiwe skuli ya kawaida, maana yake iwe skuli ambayo ina vipaji vya aina mbalimbali. Serikali yetu ni ndogo, haiwezi kumwajiri kila mtu. Kwa sisi tunaamini ndani ya miaka 4 ambayo mwanafunzi atapokuwepo hapa, maana yake licha ya kusomeshwa masomo, lakini pia atakuwa na uwezo wa kusomeshwa lugha za kigeni. Tumejipanga kila mwanafunzi ambaye atakokuja skuli ya Tumekuja atasomeshwa kompyuta bure, atasomeshwa lugha za kigeni bure. Lengo letu kuifanya skuli yetu iwe ndiyo skuli ya mfano, na lazima tumsaidie Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika kuhakikisha elimu yetu hii inakuwa bora. Ni waombe wazazi, lazima tushirikiane. Ni waombe wazazi, lazima tuwe kitu kimoja. Na mwisho kabisa, ni waombe wazazi, changamoto yoyote ambayo itakayojitokeza katika skuli yetu, skuli na uongozi, lazima tupite hatua. Kwanza tuanze na mwenyekiti wa skuli, tuende kwa afisa elimu. Haina haja kila aina ya kosa kulipeleka moja kwa moja Wizara ya Elimu. Wazazi, lazima tujirekebishe. Kuna makosa mengine ya kibinadamu tu ambayo mzazi na mwalimu wanaweza wakakaa wakaweza kuyatotoa, lakini sio kosa la mtoto kuitwa wewe mrefu, mtoto kuitwa kupigwa bakora mbele, basi mzazi moja kwa moja kwenda kushtaki katika mawio au kwenda kushtaki kwa waziri wa elimu. Lazima ni waombe wazazi, tufuate hatua kwa hatua. Lazima tufuate ngazi za uongozi. Mwenyekiti yupo, afisa elimu. Tukifanya hivi, naamini tutaitengeneza skuli yetu iliyokuwa skuli bora yenye mashirikiano mazuri baina ya wazazi na walimu. Asanteni sana na kutakieni kila la heri.